Ndugu zangu katika imani, leo ni siku ya Ijumaa. Ni Ijumaa ambayo itabakia kwenye kumbukumbu ya historia katika maisha yetu ya kidunia. Ni Ijumaa ambayo itabakia kwenye kumbukumbu ya maisha yangu, maisha yako. Leo ni mwezi 30 Ramadhani, kwa ambao wana mtazamo huo, lakini leo ni mwezi mosi Ramadhani, ni mwezi mosi Eidul Fitri, Shawwali. Ala kulli hali, Ijumaa ya leo ni Ijumaa ya kihistoria, lakini tunakwenda na njia hii kwamba leo ni mwezi 30 Ramadhani kutokana na muandamo wa mwezi, lakini pia kutokana na mamlaka za juu ambazo hizo ndizo ambazo zinatoa taarifa sahihi kwa watu wake. Ikiwa leo ni mwezi 30 Ramadhani, ndugu zangu katika imani, vyovyote itakavyokuwa, kesho hatuwezi kuendelea kufunga. Muda kama huu itakuwa tayari matumbo ya wengi yameshiba. Ni Ijumaa ya kihistoria kwa sababu tunauaga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nukta ya hutuba yetu ya leo itakuwa mada fupi sana: nini unaondoka nacho baada ya Ramadhani? Kwenye mabano, tathmini. Nini unaondoka nacho baada ya Ramadhani? Kwenye mabano, tathmini. Leo ni siku ya kufanya tathmini ya masiku yako ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema ayyama madudati, ni masiku machache yenye kuhesabika. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Suratun Nashra aya 2 za mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala asema fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Aya hizi tutatembea nazo kwa ufupi sana. Kwa nini zinakuja aya hizi leo? Leo ni siku yetu ya mwisho, na mada husika ni nini unakiacha ama nini unaondoka nacho baada ya Ramadhani. Kwenye mabano, tathmini. Ramadhani ulioifunga mpaka leo, tathmini yake ipoje? Fa idha faraghta fansab, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema pindi unapomaliza jambo lolote la kheri, fansab, jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab, na kwa Bwana wako jipendekeze. Ramadhani tunaimaliza leo, lazima wanadamu wapate muda wa kufanya tathmini. Fa idha faraghta fansab, unapomaliza jambo la kheri lolote, fansab, inyenyekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa udhaifu wangu nilokuwa nao ndio nishafunga hivyo nilivyofunga hivi, ndio nishafunga. Ndani yake humo kuna mambo chungu mzima nimeyafanya, lakini ndio nishafunga. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ijalie funga yangu. Maana yake ni nini? Msingi wangu hapa, kila jambo unalolifanya lazima ulipatie muda kumwelekezea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umkabidhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jambo hilo. Funga yako, ile funga yangu tulozifunga, umemkabidhi nani? Na ndio maana kila baada ya kipindi cha swala utaratibu ambao umewekwa, ambao la bahasa fihi, hauna ubaya ndani yake, hauna madhara yoyote ndani yake, watu huwa wakaita jiradi, ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maana yake
unamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu nisamehe, nastaghfirullah, tunakuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Na bali na licha kwa msamaha pia Mwenyezi Mungu pia tujalie pepo. Mwenyezi Mungu tusamehe sisi makosa yetu, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe. Kila baada ya swala unaenda na hiyo, maana yake unamrudishia Mwenyezi Mungu matokeo ya funga yako, unamkabidhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio nishafunga, nimesengenya, nimefanya hivi, nimedhulumu, nimekula iftari ambayo sio halali, lakini ndio nishafunga Mungu. Wa ila rabbika farha, na kwa Bwana wako jipendekeze. Kwa siku ya leo ni siku ya kuhitimisha haya ambayo tumeyafanya yote na Ramadhani. Lazima mwanadamu atumie nafasi hii ya kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tumefunga? Tumefunga kwa sababu ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunataraji malipo makubwa kutoka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na inshallah Mwenyezi Mungu atatulipa malipo yetu ya funga zetu, kwa sababu yeye mwenyewe ametuahidi ahadi ya kufunga na malipo yake aliyosema si mtu mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba saumu li wa ana ajizu bihi, funga ni yangu mimi na mimi ndio mlipaji. Kwa maana yake ndani ya funga malipo tunayo ya hakika, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kuwa ni kweli. Ndugu yangu katika imani, swali la kujiuliza, kama utaacha kila jambo la kheri kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu baada ya kulifanya, ukimaliza kuswali wewe nduki unaondoka, hutaki jambo lolote jingine, yaani umeambiwa ugomvi wako wewe mkubwa baada ya swali kuondoka tu, usifanye lolote. Aya hii wa ila rabbika farghab ina maana gani hapa? Utakwenda pata wapi nafasi ya kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, swala yangu niliyoswali Ijumaa Mwenyezi Mungu ikubali? Nafasi utakayoipata ni pale pale baada ya kumaliza kuswali. Kama ambavyo ukifunga pia baada ya jua kuzama magharibi, ile kwa ya tendo unayochukua hauitii mdomoni tu, una dua yake ya kuisema pale, ni kuonyesha kwamba kila jambo unalofanya la kheri mwisho wake watakiwa ufanyeje? Uliegemeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikitokea swali la kujiuliza, ghafla unaondoka, unakwendaje kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ili uende vizuri ni lazima kuitumia dunia katika kuyafanya mambo ya kiakhera, na moja wapo tutumie funga zetu hizo ambazo tumezifunga, tumwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio tumeshafunga. Ndani ya kufunga tumefanya mengi, lakini Mwenyezi Mungu ndio tushafunga, na udhaifu wetu huu tukubalie funga zetu. Muislamu, maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wao majambo yao yote wakiyafanya wanafanya kwa ajili ya dunia, lakini pia kwa ajili ya akhera. Hakuna sahaba hata mmoja aliyejiegemeza kwa ajili ya akhera tu wala kwa ajili ya dunia tu. Kila sahaba alifanya kwa ajili ya dunia, lakini pia kwa ajili ya akhera, lakini zaidi kwa ajili ya akhera. Siku moja Ibrahim, mtoto wa sahaba akiitwa Abdurrahman bin Auf, anasimulia mata Mus'ab bin Umair, alikufa Mus'ab bin Umair, sahaba huyo. Na huyu sahaba wakati anakufa, wa huwa afdalu minni, na yeye ni bora kuliko mimi, yani kiuchumi alikuwa ni tajiri kuliko mimi. Lakini cha kushangaza ni kitu gani? Walam yujadu ma yukafanu, hakuja patikana ambacho kingeweza kumkafinia
pamoja na uwezo wake aliokuwa nao wa kidunia wa kimaisha, lakini amekufa Mus'ab bin Umair, hakujapatikana kitu ambacho kinaweza yeye kikamtosheleza kwenye kukafiniwa, maana yake sanda, ila kulipatikana kipande cha shuka ambacho watu wakisema wamfunie kuanzia miguuni, kichwani hakifiki. Wakisema waanze kichwani, miguuni hakifiki. Sanda yake hiyo, pamoja na ukubwa wa maisha aliyokuwa nayo, lakini amekufa, hakujapatikana kitu ambacho kwamba kinaweza kikamstiri mwili wake wote. Yasemekana yeye alikuwa kila akifanya afanya kwa ajili ya akhera tu, mpaka imefikia amekufa, hakuna sanda ya kumtosheleza. Kimeleta chakula, Abdurrahman bin Auf ameshindwa kula kwa kufikiria hivyo. Mus'ab bin Umair alikuwa na kila kitu, lakini amekufa, kimekosekana cha kumkafinia yeye. Mimi nakuwaje? Nashindana na dunia mpaka leo. Mus'ab bin Umair yeye alikuwa akifanya kwa ajili ya dunia na kwa ajili ya akhera. Waislamu, wa ila rabbika farahan, baada ya kumaliza jambo la kula akhir lolote, jinyenyekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndio nishafunga, kesho mimi nataka kulaidi, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nikubalie funga zangu. Tathmini kila mmoja yupo nayo, na majawabu ya tathmini atakayofanya pia yupo nayo. Sasa muda uliobakia huu utumie kwa ajili ya kumwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nikubalie funga yangu hii ambayo nimeifunga. Hasibu qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasab, kila mmoja ahesabu nafsi yake kabla ya kuhesabiwa. Ipo siku nafsi zetu zitahesabiwa. Kwa tathmini leo Ramadhani ya 30, mashallah, umeidiriki Jumaa ya mwisho ya Ramadhani, lakini bado mtu upo nyumbani. Ikitokea papo huko nyumbani ulipo sasa ndio unaondoka hivyo hivi, Mwenyezi Mungu unakwenda kumwambia kitu gani? Kwa sababu jambo la kwanza ambalo mwanadamu atakaloulizwa nalo siku ya Kiyama na kaburini kwake ni lile ambalo kwamba ni la mwisho kuondokea duniani. Izako upo kwenye Jumaa, wewe upo nyumbani kwa story, wala hauna habari yoyote na wala hauna udhuru wote wa kisheria, alafu wajisema mimi nimefunga. Tathmini yako itakuwa sio nzuri. Kwa hivyo Waislamu, tumwombeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwanza azikubali funga zetu. Tumwombeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atukubalie yote ambayo kama tumeyafanya ndani ya Ramadhani, katika kutoa sadaka, kusoma Qur'ani, kufanya mambo chungu mzima ya kheri, ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala apate kuwa na sisi katika dunia na kesho akhira. Alhamdulillah.